walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali. Pamoja na wanawake, walikuwemo wanawake na Mariamu mama yake Yesu. Na anatajwa Mariamu mama yake nani? Yesu. Mama yake Yesu. Na nani wengine wanatajwa? Na ndugu zake. Sasa sikiliza, ni aya hii ndio ya mwisho kutaja Mariamu mama yake Yesu kwa mara ya mwisho katika maandiko, ni hiyo aya. Basi hakutajwa tena kwingine, lakini anatajwa alikuwa miongoni mwa hawa 120 kutoka milima ya Mzeituni. Wakati Yesu anapaa, alikuwa miongoni mwa walioshuhudia. Na ndio maana watu wanaokomaa na Mariamu tuombee, tuendene kwenye orofa tumwone Mariamu naye akikomaa kwa ajili ya kuokolewa. Yaani unajua hii ni hatari duniani. Mariamu yuko hapa naye anaomba, wala uone wanafunzi na wanasema Mariamu, sasa wewe tusaidie. Naye yuko kwenye lile hitaji, subiri kidogo uone. Alafu anatajwa na ndugu zake Yesu. Hapa ndipo wanatajwa tofauti na hapo kabla. Hapo kabla walikuwa wamwamini Yesu. Kwa mujibu wa Yohana 7:5, ndugu zake Yesu hawakumwamini. Ndio aya inavyoeleza vile. Lakini pia inataja kwenye ile Marko sura ile ya 3 aya 21, walimuona kama mwenda wazimu. Yaani ndugu zake Yesu hawa, watoto wa Yusufu hawa, ambako ndio wamekuwa nao wakiwa wakubwa wao, hawakumwamini. Hii aya inataja kumbe Kalvari ilileta badiliko kwa watoto wa Yusufu. Hapo sikiliza vizuri, na hapa wanatajwa walikuwa miongoni mwao. Na Biblia inawataja 4 kwa majina, na katika hao 4 2 waliongozwa na Roho Mtakatifu kuandika Biblia. Mmoja ni Yakobo, hicho kitabu cha Yakobo unachoandika sio Yakobo wa Zebedayo, wala ni mtoto wa Yusufu, ndugu yake Yesu. Mwingine ni hicho kitabu cha Yuda, kasoro kimoyo naingia Ufunuo. Hicho kitabu cha Yuda, huyu ni Yuda ambaye sio wale unaosoma pale, ni mtoto wa Yusufu. Kwa hivyo Kalvari ilibadilisha uelewa wao, wakamjua huyu ndiye Masihi. Na katika ile orodha soma aya ya 15, inataja idadi yao. Hebu soma hiyo aya ya 15. Siku zile akasimama Petro kati ya hao ndugu. Jumla ya majina ilipata 120. Akasema, kwambia tu hapo, jumla yao walikuwa wangapi? 120. Kwa hivyo Biblia inaeleza hawa ndio Yesu aliowaacha wanaomwamini, wanaoenda Yerusalemu, wanaingia orofani kwa hii mambo matatu. Na sasa sikiliza vizuri, sasa rudi tena hiyo aya ya 14, tuisikie hapo mwanzoni inachosema ni nini walikuja kufanya. Hebu soma hapo aya ya 14. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja, katika kusali. Basi